ukimwona umuelewi nyumbani, wewe ukiwa katika ndani ya dua, katika kazi cha dua, mchomekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia, Mwenyezi Mungu, mume wangu simuelewi, au Mwenyezi Mungu, mke wangu simuelewi, ana matatizo mbalimbali hili na hili. Inakuomba Mwenyezi Mungu kupitia maombi haya aweze kunyooka, aweze kuacha jambo hili ambalo mimi siridhii. Kwa kufanya hivyo, Allah atatambua kweli mja huyu kuna jambo analitamani liweze kumuondoka mwenza wake. Kwa hiyo utapata lile ambalo unalolitamani. Allah anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Yoyote anayemcha Allah, Allah amesema atamjalia matokeo, lakini mja huyo atamruzuku sehemu ambayo hakutarajia na wala hakutegemea kuwa sehemu hiyo atapata riziki. Riziki ya kuamiliana na watu au riziki ya kumfanya mume wako au mke wako awe vizuri inaangalika na nia yako, namna gani umeitegemeza kwa Allahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo unapokuja katika maombi, wewe mwelekee Allah, wewe mtegemezee Allah. Allah yeye ndiye ataitambua na anayejua mja huyu nimpatie kwa njia gani. Yaweza kuwa unaomba riziki kwa njia ya biashara, lakini Allah hiyo biashara unaoifanya riziki yako isipitie hapo kwenye biashara ulipo. Kwa hiyo Allah, ukisimama na Mwenyezi Mungu, Allah atakupatia lile unalolitamani kwa namna ambayo ukutarajia na wala ukutambua kuwa sehemu hiyo utapata lile unalolitamani. Tuseme inshallah. Inshallah, muda huu na sahihi, moja kwa moja tutaingia katika dua ya siku ya leo, dua ya riziki na kuondokewa na vifungo. Kwa hiyo ni vyema hata unapokuja katika maombi, na wewe ukiwa na watu nyumbani, unawaalika katika kheri, unawaalika katika neema. Maana yako kufanya hivyo, kufanikiwa kwa yule na wewe Allah anakulipa. Kwa hiyo neema isipite hivi, itangaze neema kwa watu wengine, lengo wao wapate manufaa na faida kupitia wewe, na wewe Allah atakuzidishia faida ya yale unayotamani. Tuseme inshallah.